nataka nizungumze na mwanamke pamoja na mwanamume anayenisikiliza lakini pia anayenitazama. Jamani, leo ikiwa ni siku ya Ijumaa ya tarehe 24 mwezi wa 7 mwaka 2026. Tunaingia weekend. Wengine kwao weekend imeshaanza. Lakini lazima tujilinde afya zetu. Sasa nimefuatwa na si mmoja, si wawili wala si watatu. Wanasumbuliwa sana na masala mazima ya UTI na infections. Sasa mimi itakuwa na kupatia tiba ya kutibu any type of infection na maradhi yote, magonjwa yote ya zinaa. Sijui mpaka hapo tupo pamoja. Siku ya Ijumaa kama hivi ya leo, either tupeane booster, tupeane kinywaji ambacho kinaongeza nguvu za kiume na za kike. Yaani siku ya Ijumaa tukiingia weekend, manake tunapatana tena mpaka Jumatatu, lazima nikupatie vitu. Sasa hii leo msikilizaji, itakuwa na kupatia tiba ya UTI, any type of infection na magonjwa yote ya zinaa. Sawa? Mahitaji ni vitu ambavyo vinapatikana kwa urahisi na kwa bei nafuu. Mahitaji, utahitaji tangawizi. Na nikisema tangawizi msikilizaji, na maanisha tangawizi ya kutosha. Sawa? Tangawizi ya kutosha. Utahitaji vitunguu maji. Kama vikubwa viwe viwili, na kama itakuwa ni vidogo basi at least viwe vitatu vitunguu maji. Alafu utahitaji kitunguu saumu ama kitunguu thomo, kile kimoja kizima ambacho hakijatolewa zile punje zake, kikiwa vile vile kizima. Utahitaji kitunguu hicho kimoja kizima, lakini pia utahitaji karafuu. Kwenye matayarisho ama jinsi ya kutayarisha hii tiba, usishambue tangawizi. Sawa? Ikibidi ioshe vizuri mpaka uhakikishe imetakata, michanga yote imetoka. Unaiponda ponda. Unaona hicho kitunguu saumu ama kitunguu thomo, unatoa tu zile punje zake, lakini pia haukishambui. Sawa? Manake maganda ya hivi vitu pia ni tiba. Kwa hivyo tangawizi utaiosha tu vizuri. Hicho kitunguu baada ya kukimega mega, yani kiwe kimoja, yani punje ya kwanza, ya pili, ya tatu, usishambue. Unaiosha vizuri, unaiponda. Utachukua kile kitunguu chako maji, kama ni viwili vikubwa ama vitatu vidogo, utavikatakata vizuri, pia uviponde. Lakini kama utakuwa una blender, basi mchanganyiko wako huu wote wa tangawizi, thomo na kitunguu maji unaweza kuviblend vyote kwa pamoja. Sawa? Kisha kwenye jiko lako utabandika sufuria ya kwako, alafu utaeka maji kama vikombe 3 ama 4. Sawa? Uhakikishe kwamba maji hayo yamechemka vizuri sana. Kisha ule mchanganyiko wako ambao sasa hivi itakuwa umegeuka kama paste hivi, kwa sababu ima kuiponda ama kuiblend, vyote hivyo utaviweka kwenye yale maji ambayo yamechemka, itokote vizuri pamoja na zile karafuu. Kumbuka karafuu itakuwa zipo pale, haujaziponda, haujazifanyia kitu chochote. Utazichukua zile karafuu wakati unachemsha na hili rojo lako, unazichemsha kwa pamoja. Wacha ichemke kwa takriban dakika 30 mpaka 45. Sawa? Alafu ukimaliza utaweka pembeni. Utasieve, yani utachuja, kwa sababu kinachohitajika ni yale maji. Sawa? Utachuja, uweke kando ya poe, alafu utakuwa unakunywa asubuhi na jioni on an empty stomach. Yani
kabla hujakula kitu chochote asubuhi, na ili jipesta ama huu mchanganyiko utakuwa unakunywa kitu cha mwisho kwenda kulala, yani kabla hujapanda kitanda kulala. Hiyo ni njia ya kwanza ya kuchemsha. Lakini pia unaweza kubandika maji ukahakikisha kwamba yamechemka, yani maji kama ambayo unaenda kunyofoa kuku, lakini unayatia kwenye thermos. Kisha lile rojo lako ambalo umeliblend utatia ndani ya hiyo thermos, unafinikia asubuhi na jioni. Asubuhi na jioni kwa takriban siku 14, yani ni wiki 2. Sawa, inategemea na ukubwa wa tatizo lako. Kama umemaliza wiki ya kwanza alafu ukaona kama infection bado haija kuondokea, unaweza kuendelea kwa wiki ya pili, ya tatu, inalingamana na ukubwa wa tatizo lako. Sawa, na kufanya hivi msikilizaji, itakuwa umejiondolea any infection. Sawa, na umejipatia tiba ya maradhi yote ya zinaa ndani ya kipindi cha wiki 1, wiki 2 mpaka wiki ya 3, depending on how big your problem is. Sawa, na hilo ndio tiba la maradhi yote ya zinaa.